Kwa hiyo ndugu zangu wanitemeke, tusipochangamkia fursa hizi, hata mtoto anapomaliza form 4 hatapata elimu ya kujituma kama mzazi ndani ya nyumba haujajituma. Kwa hiyo niwapongeze sana Temeke leo kwa ukabidhi hundi yenye thamani ya bilioni 7,517,146. Fedha hizi ni 10% kama ambavyo amezungumza mstahiki meya. Ni mchanganyiko wa zile 100 za watu waliokubali kulipa kodi, zinakuja kwenye 10% ili mama, baba, kijana asiye na uwezo, mwenye maono ya kibiashara tupate mkopo wa 10%. Rejesha mkopo wa watu. Usipojenga nidhamu ya kurejesha marejesho, wataiuza nyumba na mwisho watakuuza wewe. Wewe namna kukuuza ni kukamata na kupelekwa wapi? Jela. Sasa kama umekopa kwa wema, wamekusaidia kwenye tatizo ulilokuwa nalo, why not usilipe mkopo wa watu? Kwa Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, nitoe rai kwa wale wote mnaochukua mikopo, hakikisheni mikopo hii inalipika. Hakikisheni mikopo hii kwa kubuni biashara ambazo zina uhalisia. Jengeni nidhamu ya kulipa madeni ili muweze kuaminika na sura yako iendelee kuwa na tabasamu nyakati zote. Ili tunakubaliana serikali ya Mama Samia Suluhu inawapenda Watanzania 100%. Ni kweli mfumo wa 442 unawasaidia Watanzania 100%. Lakini tunavyoenda huku kulikuwa na kachangamoto kadogo. Tulikuwa nakasikia pale ofisini kwangu alikuwa kanafika. Mtu ili akopesheke anatakiwa akakopesheke, taarifa zake zitoke kwenye mtaa anaoishi. Sasa kwa Dar es Salaam yetu hiyo, unashangaa Uzairu anakaa Kurasini lakini riziki yake anaipatia Tandika. Sasa tuende zaidi hapa kwa manispaa yetu, tuangalie na kule anakopata riziki hesabiwe. Kama mimi nauza vitunguu Keko, nikasomeka Keko, basi muangalie jinsi ninavyojitutumua Keko, kwa sababu haya magoli tunaangalia goli lenye dhahabu ndio tunachimba. Tukifanya hivyo hiyo 442 itakuwa na maana. Na Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, mimi nikuhakikishie timu ile ya huo mfumo mpya tulioanza nao unaonekana kama una changamoto. Kwa kweli hauna changamoto, isipokuwa watoto wamezoea viadezo, na hivyo viadezo mimi nasema kabisa kama mkuu wa wilaya havipo na havitakuwepo. Tunataka tutengeneze Temeke, tunataka Temeke iwe kubwa ya wafanyabiashara wakubwa waliotoka from nothing to be something. Hiyo ndio spirit yetu. Hiyo ndio spirit yetu. Huo ndio moyo wetu tunaotaka. Tukienda hivi, baada ya miaka 5 hawa watamiliki next Kariakoo itakuwa Tandika. Next Kariakoo itakuwa Buza. Next Kariakoo itakuwa Mbaraga. Trust me. Kuanzia leo tuhesabu 70.5. Nyinyi hapa muwe na roho ya kuendelea. Mkakue, mkaajiri wengi iwezekanavyo. Mseme umaskini basi. Msirudi kukopa 5. Muende mkakope mabilioni. Hakika nawaambia tutafika kwenye nchi hadi. Kazi ambayo serikali ya Mama Samia inaifanya si ndogo, ni kazi kubwa. Nitumie platform hii kuwaomba ndugu wanatemeke, fedha hii tunaipata wapi? Pamoja na maelekezo mazuri ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, fedha hii tunaichukua kwa wauza vitumbua, wauza mandazi, mamarishe. Kila mmoja tukuta la shilingi 10,000, tunachukua shilingi 100. Tunazijumlisha tunapata bilioni 7.5. Tafsiri yake ni nini? Ni ombi langu kwa wanatemeke, tunapopokea fedha hizi tuzingatie mambo mawili ya msingi sana.
na Mheshimiwa mkuu wa mkoa niyaseme kwa Wanatemeke ili wakafanyie kazi. Jambo la kwanza, tunakwenda kutoa bilioni 7.5 kwa sababu kuna Watanzania wenzetu na Wanatemeke waliokubali kupokea maelekezo ya serikali ya ulipaji wa kodi. Wamechangia kidogo kidogo mpaka tumepata bilioni 7.5. Hii ni jambo la uzalendo, na nitoe wito kwa Wanatemeke wote na nyie mnaonitazama mnaokwenda kupokea bilioni 7.5, tuwe wazalendo katika ulipaji wa kodi. Leo hii tumenufaika, lakini uzalendo wetu huu wa kulipa kodi utafanya na wenzetu wengine, ukiacha hivi vikundi 237 waendelee kupata huduma hii na iwe endelevu kwa Wanatemeke. Naitwa Rahma Ali Ahmed, ni mkazi wa Temeke Tandika. Mimi natokea kata ya Tandika, ni mmojawapo wa mnufaika wa mikopo ya 10% upande wa vijana. Mimi nimeomba mradi wa Fuso na nitaenda kutekeleza Mungu akipenda. Ninachotaka kusema kwamba mimi namshukuru mama, nampenda sana mama. Naomba hizi salamu zimfikie na nitakuwa balozi mzuri kwa vijana wenzangu kuhusiana na masuala haya ya mikopo. Mikopo ni ya ukweli na si mambo ya kisiasa. Nawaambia wanachezea fursa, kwa sababu hii ni fursa ambayo hata ukienda benki huwezi kuipata, maana lazima utaambiwa uweke dhamana, uzunguke na inakuwa ina riba. Wanachezea fursa ambayo hawatakaa wataipata kokote. Aisee, najivunia kuwa Mtanzania, najivunia kuwa mwana Dar es Salaam, najivunia kuwa mwana Temeke. Kwa jina naitwa Lihambo Salum Lihambo, mkazi wa wilaya ya Temeke, maeneo ya Mbagala Kingugi, kata ya Kiburugwa. Leo hii tuko katika mfumo huu ambao tumealikwa wa kukabidhiwa hundi ya karibia bilioni 7 na chenji zake nyingi kwa wananchi wa wilaya ya Temeke. Cha kwanza, tumefarijika sana, ijapokuwa nimeteuliwa kama mtu mwenye ulemavu niwe mzungumzaji kwa hili. Mimi na system wangu anasema pesa huaga haitaki kelele. Sasa kama nitapoonekana kwenye vyombo vya habari, kila mtu atajua kabisa yule amepata pesa, basi abidi tufuate kwa shida zake. Hicho kisoma kwa mheshimiwa mkuu wa mkoa, anachoomba tufanye mipango mkakati, tuilipe pesa kwa haraka, kwa sababu hizi ndio za vijiti. Unapochelewa kumkabidhi mwenzako kijiti, tayari unakuwa ile crew nzima, hata kama mko 20 kabisa pale, ile reli itakuwa tayari imeshaitoka katika system.